Kipindi cha takribani miezi 8, ACT Wazalendo ilishiriki mazungumzo yaliyoongozwa chini ya usimamizi wa marais wastaafu wa Zanzibar, Dr. Aman Abeid Karume na Dr. Ali Mohamed Shein. Mazungumzo hayo hayakulenga kugawana nafasi za uongozi, bali yalilenga kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kisiasa zinazoikabili Zanzibar kwa kuenzi malengo ya maridhiano yaliyoasisiwa kupitia katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010, kwa maana marekebisho ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010. Na nyote mnafahamu, kabla ya mwaka 2010 Zanzibar imepita vipindi vingi sana vigumu. Uchaguzi wa mwaka 95, Pasco Mayala alitangaza kwamba uchaguzi Maalim Seif ameshinda baada ya kuhesabu matokeo kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa tukaingia kwenye mgogoro mkubwa, tukapita, zikaundwa tume nyingi, akaja chifu Anyouku hapa kutoka Jumuiya ya Madola kuona namna ya kutatua mgogoro wa Zanzibar. Lakini mwaka 2001 yalifanyika mauaji makubwa ya kinyama na ya kishenzi Zanzibar. Wazanzibari waliuawa na Zanzibar ilitengeneza wakimbizi wa kisiasa ambao walilazimika kukimbia Zanzibar na kukimbilia Shimoni Pemba, Shimoni pale Mombasa. Na hilo ni jambo ambalo lilikuwa linaikumba Zanzibar, linagharimu siasa za Zanzibar. Na juzi mmemsikia Omari Mahita, sijui ni kwa kichacha namna gani, alifika mahala anakuja anakumbuka kwamba alikuwa IGP katili. Yeye anasema alikuwa IGP katili kuliko ma-IGP wote, lakini anaeleza aina ya ukatili waliofanya kwa Wazanzibari, ikiwemo kutumia ndege za jeshi la polisi helikopta kumiminia risasi wananchi ambao wamepanda boti wanakimbia kwenda mahali salama na wakiwa baharini. Haya ni mambo ambayo yameelezwa na IGP juzi, na huu ndio mchakato wa siasa za Zanzibar ambazo struggle hiyo ilifikisha pale ambapo kulikuwa na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kwa hiyo Wazanzibari walipigania ustawi wao kwa muda mrefu, au zama nyingi zaidi kabla hatujaanza kuingia kwenye michakato ya sasa ambayo gharama kwa kweli za siasa Tanganyika zimeanza kufanana na gharama walizozibeba Wazanzibari, hasa kuanzia uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa ndugu zangu, mageuzi ya kisiasa ndio yalikuwa ajenda kuu ya ACT Wazalendo. Katika mazungumzo yetu yaliyofanyika, ACT Wazalendo haikuwahi kuweka kipengele au kipaumbele cha kujadili kuingia au kuingia mara moja katika serikali ya umoja wa kitaifa. Iwapo utekelezaji wa makubaliano hayo utafikia hatua ambayo kwa mujibu wa makubaliano na sheria itahitaji kuundwa au kukamilishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndipo swala hilo litashughulikiwa kwa wakati wake. Hivyo basi, kusainiwa kwa tamko la pamoja utekelezaji wake. Zilikuwa zimekamilisha majadiliano kuhusu ajenda muhimu za mageuzi na kukubaliana kwamba hatua inayofuata ni kuanzisha mfumo wa kisheria na kitaasisi wa kusimamia utekelezaji wake. ACT Wazalendo ilikubaliana kushiriki hatua hiyo ya utekelezaji bila kuweka sharti la kuingia mara moja katika serikali ya umoja wa kitaifa.
Iwapo utekelezaji wa makubaliano hayo utafikia hatua ambayo kwa mujibu wa makubaliano na sheria itahitaji kuundwa au kukamilishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndipo swala hilo litashughulikiwa kwa wakati wake. Hivyo basi, kusainiwa kwa tamko la pamoja hakumaanishi kwamba ACT Wazalendo imeingia serikalini. Kilichofanyika ni kuhitimisha hatua ya mazungumzo na kuanza rasmi hatua ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. 5. Tunatoa wito wa ushirikiano katika utekelezaji wa makubaliano. ACT Wazalendo inaamini kuwa mafanikio ya mchakato huu hayatategemea tamko pekee, bali yatategemea dhamira ya kweli ya pande zote kutekeleza kwa uaminifu yale yaliyokubaliwa. Tunatoa wito kwa wadau wote kuweka mbele maslahi ya Zanzibar, ustawi wa wananchi wake na mustakabali wa vizazi vijavyo badala ya maslahi ya muda mfupi. 6. Msimamo wetu kuhusu Tanzania bara haujabadilika. Tunapenda kuweka wazi kuwa tamko la pamoja la Zanzibar halibadilishi kwa namna yoyote msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu yaliyotokea Tanzania bara kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. Chama chetu kimependekeza kuundwa kwa tume huru yenye hadhi na uaminifu, ikijumuisha ushiriki wa kimataifa wa jumuiya za kimataifa ili kuchunguza kwa kina matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yaliyotokea, kubaini ukweli, kuwawajibisha wahusika na kutoa mapendekezo yatakayozuia matukio hayo kujirudia. Bila ukweli, haki na uwajibikaji, maridhiano ya kweli hayawezi kupatikana. Na hili ni jambo muhimu sana kufahamika kwamba mwaka 2025 Tanzania ilishuhudia mauaji makubwa ya kikatili, tukipoteza idadi kubwa ya Watanzania, watu wengi wakiachwa walemavu, watu wakikosa hata kuzika ndugu zao, wengine hawajui ndugu zao wako wapi mpaka sasa. Na no one has taken any responsibility. Hakuna mtu ambaye amewajibika kwa chochote. Hakuna mtu ambaye anakuwa accused kwa lolote. Hakuna mtu ambaye amekiri kwamba alifanya makosa kwenye jambo hilo. Na sisi tumesema kwamba kwa uwazi kabisa kwamba hatuwezi kutoka hapa mpaka, ni muhimu. Ni kweli kila baada ya hatua nzito kama hii ya kisiasa hakujawahi kushindikana kukaa pamoja na kutafuta suluhisho kama taifa. Lakini haijawahi kutokea mkayaacha mambo hayo pasipo na uwajibikaji, mambo hayo pasipo na kuweka ukweli hadharani, mambo hayo pasipo na kuweka misingi ya kufanya yasijirudie, na mkapata suluhisho la kweli. Na hili ni jambo tumeliweka wazi na ndio msimamo wa chama chetu na ndio mchango wa chama chetu kwenye kuondoka hapa tulipo baada ya matatizo yaliyotokea mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu, ambapo mauaji yalikuwa ni sehemu ya jambo ambalo halikuwa utamaduni wa taifa letu. 7. ACT Wazalendo itaendelea kusukuma mjadala wa kitaifa. Kwa kutambua wajibu wetu kama chama kinachotafuta kutoa uongozi wa kitaifa, ACT Wazalendo iliitisha mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa Tanzania baada ya matukio ya mwaka 2025 pale Serena Hotel. Lengo la mjadala huo ni kuwakutanisha wadau mbalimbali ili kwa pamoja kujadili kilichotokea, kukubaliana kuhusu taifa tunalolitaka na kuweka mkakati wa pamoja wa kulifikia. Tayari mwenyekiti wa chama ameanza kukutana na wadau mbalimbali katika jitihada za kujenga mwafaka mpana wa kitaifa kuhusu njia bora ya kuponya majeraha ya taifa letu na kurejesha imani ya wananchi katika mfumo wa kisiasa. Tunaamini kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kujengwa na mtu mmoja, chama kimoja au taasisi moja. Linapatikana kupitia uongozi wa pamoja, mazungumzo ya kweli, uwazi, uwajibikaji na ushirikiano wa wadau wote wenye nia njema kwa Tanzania. Mwisho, ACT Wazalendo inaendelea kuamini kuwa maridhiano ya kweli yanapaswa kujengwa juu ya msingi ya haki, usawa na kuheshimiana. Tamko la pamoja la Zanzibar ni hatua muhimu katika safari hiyo.
Hata hivyo, mafanikio yake yatapimwa si kwa kusainiwa kwake, bali kwa utekelezaji wa yale yaliyokubaliwa. Kwa upande wa Tanzania bara, tunaendelea kusimamia msimamo wetu kwamba taifa letu linahitaji mchakato mpana wa kitaifa utakaojenga ukweli, haki, uwajibikaji na mageuzi ya kidemokrasia yatakayorejesha matumaini ya Watanzania. ACT Wazalendo itaendelea kushiriki kwa dhati katika juhudi zote za kujenga taifa lenye umoja, haki, demokrasia na ustawi kwa wananchi wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunakaribisha maswali. Maswali. Karibu. Jina Chongo. Asante. Mimi naitwa John kama natokea Jet News. Shukuru na kwanza nikupongeze makamu mwenyekiti bara, lakini maswali yangu yamejikita kwenye, umezungumza kwamba ACT Wazalendo ni chama kinachoongoza kwa ushawishi Zanzibar na Tanzania bara, na hivi karibuni tumeona umeingia kwenye maridhiano kwa upande wa Zanzibar. Swali langu ni je, ni kwa nini ushawishi huo mliotumia Zanzibar hamwezi kutumia huko Tanzania bara ili kuweza kupata nchi ambayo ni inaridhiana kwa pande zote mbili?